Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 2025, kesi yake Niffer Jovial pamoja na baadhi ya vijana Gen Z ambao hawajaweza kuachiwa huru kwa kesi ya uhaini kuhusishwa na maandamano yaliyoweza kutokea mapema mwezi wa 10. Leo hii kesi hiyo inaendelea kusikizwa huko Kisutu. Hivi sasa Niffer na wengine wameweza kuwasilishwa katika mahakama kuu. Hii ni moja ya habari inayozidi kugonga vichwa vya habari. Mtazamaji wangu, kabla hatujaendelea na habari za sasa, ninakupatia ofa maalum. Unapotaka kununua data, dakika au SMS kwa bei nafuu kabisa, tumia paybill number 386868. Ni rahisi, ni haraka na ni salama. Paybill number 386868. Nunua kwa bei poa, tumia kwa uhakika, furahia mawasiliano yako kila siku. Naam, mtazamaji wangu, leo hii idadi kubwa wananchi wa Tanzania wanasubiri uhuru wake Niffer pamoja na wengine wote wale walioweza kukamatwa katika maandamano ya vijana Gen Z. Habari njema ni kwamba kuachiliwa kwake Niffer na wengineo kupo kwa asilimia kubwa kutokana na alichoweza kukizungumza siku ya jana Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Pia kuna shinikizo kubwa ambalo Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa yeye pamoja na uongozi wake mzima wa serikali ya awamu ya 7 unazidi kupitia kwa njia moja ama nyingine. Hatua hii huenda kaweza kulazimu uamuzi wa haraka uweze kufanyika na pia msamaha aliotoa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutumika. Ila mtazamaji wangu, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema iwapo wewe hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, Niffer pamoja na wengineo vijana Gen Z walioweza kukamatwa wanazidi kukumbwa na kesi ya uhaini, jambo ambalo leo hii jinsi ambavyo wameweza kuwasilishwa katika mahakama huko Kisutu, moja kwa moja mahakama huenda kaweza kufanya maamuzi ambayo Watanzania wengi wanazidi kuyasubiri. Habari njema ambazo zimeweza kuonekana ama kushuhudiwa ni kutokana na jinsi ambavyo familia na jamaa wa karibu ya wapendwa wao ambao kesi zao zipo leo hii wameweza kujitokeza kwa idadi kubwa. Mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema na jambo la kufurahisha iwapo leo hii kwa kweli tutaweza kushuhudia uhuru wake Niffer pamoja na baadhi ya vijana Gen Z ambao bado wanazidi kushikililiwa na kesi za uhaini dhidi ya uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7. Vilevile mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kuna jambo jipya ambalo hivi sasa linazidi kujadiliwa kila kona kuhusiana na kesi ya mwanaharakati ambaye ni Mange Kimambi. Sote tuliweza kushuhudia siku ya jana Mange Kimambi aliweza kujitokeza katika mitandao ya kijamii kuzungumzia vikali na kukosoa uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 kwa mashtaka ya kesi ya uhaini, jambo ambalo Mange Kimambi ameweza kulkashifu na kudai kwamba yale yote yanayozidi kuzungumzwa dhidi yake na uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 sio kweli, bali yeye ni mwanaharakati ambaye anaamini kwa haki na sio unyanyasaji kwa mwananchi wa chini nchini Tanzania. Hivyo basi Mange Kimambi kwa kweli ameweza kuzungumza mambo mazito. Kwanza kabisa mtazamaji wangu, ningependa ufahamu kwamba shitaka ambalo Mange Kimambi ameweza kushtakiwa nalo na uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 kwa njia moja ama nyingine, shitaka hilo halitaweza kusababisha Mange Kimambi kutolewa katika nchi za kigeni na kurejeshwa nchini Tanzania. Kwanza kabisa hivi sasa sote tunafahamu kwamba Mange Kimambi yupo na uraia wa mataifa ya kigeni. Hivyo basi kwa njia moja ama nyingine, mataifa ya kigeni hayapo tayari kwa raia wao waweze kumwachia na kumpeleka katika taifa jingine ama taifa lingine. Mbaya kabisa, hivi sasa habari na
taarifa zinazozidi kugonga vichwa vya habari kuhusiana na uongozi wa serikali ya awamu ya 7 iliyoko madarakani. Mwanaharakati anayezidi kupinga na kukosoa serikali ya awamu ya 7 huenda akaweza kutekwa ama kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Hivyo basi, iwapo mataifa Marekani hivi sasa kwa umakini yataweza kufuatilia chanzo cha kesi yake Mangi ambayo inazidi kufanywa huko nchini Tanzania, mtazamaji wangu, amini usiamini, haitaweza kukubali kumwachia huru Mangi Kimambi. Hivyo basi, hatua hii inazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo Mangi Kimambi yupo salama, ijapokuwa yeye binafsi ameweza kudai kwamba yupo tayari kwa chochote kile kitakachoweza kumkomba, kwani anaamini kwamba hajutii kuanza kupinga uongozi mzima wa serikali ya CCM kuanzia ikiongoza serikali ya awamu ya 7, awamu ya 6, awamu ya 7 kwa njia moja ama nyingine. Hatua hii ambayo Mangi Kimambi ameweza kuizungumza inaonekana kuwa ni vita vya moja kwa moja upande wa wanaharakati na uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7, ila kutokana na anachokifahamu Mangi Kimambi ni ya kwamba chochote kile kitakachoweza kufanyika dhidi yake yupo tayari, ila hataweza kusitisha kutetea mwananchi chini nchini Kenya, nchini Tanzania, kunradhi, nchini Tanzania, ikidhihirisha wazi kwamba Mangi Kimambi ameweza kujitokeza kwa lolote lile. Uzuri hayupo katika Jamhuri ya Tanzania, hivyo basi huenda yupo salama akiwa katika mataifa ya kigeni na sio taifa la Tanzania. Pia kesi yake inayozidi kutarajiwa kusikizwa leo hii ama kesho tarehe 4, Mangi Kimambi ameweza kuomba baadhi ya Watanzania waweze kujitokeza kwa ajili ya kuelekea na kusikiza ni kipi ambacho kinazidi kusomwa ama mashtaka yanayozidi kusomwa dhidi yake. Kwa njia moja ama nyingine, Mangi Kimambi bado anaamini ya kwamba yote yataweza kufanywa, ila ukweli utabaki kuwa ukweli na mwisho siku ataweza kusalia kuwa mkweli, bali yeye pamoja na wanaharakati wengine wanachozidi kukifanya dhidi ya uongozi mzima wa serikali awamu ya 7 kweli ni pigo kubwa kwa uongozi huo, kutokana na jinsi ambavyo wanazidi kuathirika pakubwa hasa katika mataifa ya kigeni baada ya wanaharakati hawa kufichua kila kitu kinachozidi kuendelea katika Jamhuri ya Tanzania, kukiweka katika mitandao ya kijamii, kufahamisha jamii yanayozidi kujiri katika Jamhuri ya Tanzania. Sasa mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Uhuru wake Nifa pamoja na kesi inayozidi kumkabidhi Mangi Kimambi. Na je, ukosoaji na wanaharakati wake Mangi Kimambi upo sahihi ama kuna pahali anapozidi kukosea na kukwaza uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7, sio kwa manufaa yao binafsi bali kwa manufaa ya mwananchi wa chini nchini Tanzania? Sasa wewe hapo ni muhimu kabisa pia iwapo utaweza kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.